Haji Ramadhan, ni mjumbe kutoka Zato ambaye tangu kuanzia tarehe 17 mpaka leo tarehe 20 tumeshiriki mafunzo ya sustainable tourism, kwa maana ya utalii endelevu, ambayo yalitolewa kwa hisani ya UE kupitia uchumi wa bluu wakishirikiana na Wizara ya Utalii. Kwa hiyo mimi kama mjumbe kutoka Zato nimewakilisha taasisi yetu ya Zato katika mafunzo haya, ambayo kwa kiasi ni moja kati ya vitu ambavyo sisi Zato wenyewe tulikuwa tunavijadili sana wakati tumenakaa na wenzangu kwenye taasisi. Utalii wa Zanzibar sasa hivi umekuwa ni utalii mkubwa, utalii wa high end, yani kwa maana ya watalii top 5 star, from 5 star to 7 star, ama kwa maana ya nyota 5 mpaka nyota 7. Ndio maana unaona uwekezaji umekuwa ni mkubwa wa mahoteli makubwa na real estate. Sasa hivi uwekezaji pia na wenyewe umekuwa mkubwa. Kwa hiyo utalii huu wa asili kupitia hizi faculty za sustainable tourism kama ulikuwa unapotea. Kwa hiyo hii training imekuja kuangalia vipi inaweza kusaidia kurejesha huu utalii na kukuza, kuhifadhi pamoja na kuendeleza utalii wa sustainable tourism, kwa maana ya utalii endelevu kwa upande wa Zanzibar. Sehemu ambazo tumetembelea, moja kati ya sehemu ambazo tumetembelea ni Chako Zanzibar. Chako Zanzibar ni wanafanya upcycling and recycling, au recycling and upcycling. Recycling kwa maana ya, ina Kiswahili kigumu kidogo, urejelezeshaji, yani kwa maana ya kukirejesha kitu kilichotumika katika kukirejesha kwa hali ya kawaida, alafu ukipeleke sasa kwa biashara. Kwa unakirejesha, unakifanya recycling, alafu unakifanya upcycling. Yani una uwezo kuchukua kitu ambacho kimetumika, kwa mfano wa chupa ya maji au chupa ya kitu chochote lakini ya kigae. Kwa hiyo una uwezo kuikata nusu yake ukaifanyia upcycling na nusu iliyobakia ukaifanyia recycling. Kwa hiyo tumeona kitu kama chupa una uwezo kupata glasi nzuri kabisa ambayo ina muonekano mzuri kabisa na ina uwezo kudumu kwa muda mrefu kabisa, lakini mabaki yaliyobakia kwenye ile chupa una uwezo wa kuyabanja na wakayasaga wakapata mchanga, na ule mchanga ukatumika kwa ajili ya kutengenezea floorboard. Yani kwa wale ambao wanatengeneza majiko yao yanatengenezewa zamani, au mpaka sasa tumezoea kuona tarazu zikiwekwa kwenye hizo floorboard. Sasa hivi unaweza kutumia mchanga uliosarifiwa kutokana na vigae vya chupa. Lakini pia kana moja ya kitu ambacho nimejifunza, ambacho mimi mwenyewe sikuwa nikijua, kwamba kigae kinatengenezwa kupitia mchanga, na si tu mchanga wa aina yoyote, lakini kuna mchanga maalum ambao una madini maalum ndio unatengenezewa kioo, hivyo vigae, na yanakuja kupatikana chupa vitu kama. Kwa hiyo moja katika vitu ambavyo nimejifunza kwa Chako ni wao wanarejelezesha hivyo vitu sasa ambavyo tayari vimeshatumika. Wanakusanya chupa za mvinyo ama za vinywaji zilizotumika kwenye mahoteli mbalimbali Zanzibar, na ukiona namba ya chupa wanaokusanya ni kubwa, wanakusanya zaidi ya chupa 12,000 kwa kila wiki. Hii inakuonyesha kiasi gani watu wanakunywa, na wanakusanya zaidi ya chupa 20,000 kama sikosei kwa wiki za plastic, chanifahamu. Kwa hiyo unaonyesha kiasi gani uharibifu wa mazingira upo, na bado sisi hatujauwekea mikakati maalum ya kuendea. Na pia tulipata bahati ya kutembelea zipline. Ni uwekezaji mpya kwa Zanzibar ambao hauharibu mazingira sana kwa kiasi fulani. Ni moja katika uwekezaji mzuri kabisa ambao kwa mara mwanzo umefanywa, na tukapata kujua kwamba zipline ni zipline ya mwanzo refu kwa East Africa, ambayo ina urefu wa kilomita 1. Nyingine nyingi ni nusu kilomita, pengine mita 500, lakini zipline ya Zanzibar Masingini ni zipline ya kwanza kwa East Africa refu kabisa kuliko zote. Kwa hiyo ni study visitors ambayo tumetembelea kuona, kwa mfano Masingini kuna hifadhi nyingine mpya misitu ambayo inapatikana ya zipline. Kuna hifadhi za wanyama, kuna wanyama wa aina mbalimbali, tangible na intangible wanavyosema wao wenyewe pale kwa maneno ya kitaalamu.
ilikuwa ni study visit vile vile ya kujifunza mambo mengine mengi, jinsi gani community ama jamii ya ile sehemu husika inahusishwa kwenye ule mradi, ili na wenyewe jione ni sehemu ya ule mradi. Well, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye field ya utalii kwa muda mrefu, nilichokipata ni kuguswa na ile hisia ya kuzidi kuendelea kubaki kwenye utalii, lakini hasa kwenye engo hii ya sustainable tourism. Zamani nilikuwa nafanya utalii, lakini akili yangu kubwa sana ilikuwa ni huko kwenye high end, kwa sababu nimefahatika na mimi kufanya kazi kwenye makampuni makubwa hapa Unguja, ambayo yalikuwa yanaleta watalii high end by that time. Lakini kila siku sikenda mbele na natamani, na nilikuwa na ndoto ya mimi vipi naweza nika transform sasa kutoka kwenye high end kuja kwenye sustainable tourism, na nafanya kwa kiasi. Kwa hiyo training kwangu mimi imeniongezea shauku ya vipi niweza kubaki kwenye utalii wa sustainable tourism. Kwanza, kila pili, haijaniongezea shauku tu ya kufanya, imeniongezea shauku ya na mimi sasa kuwa balozi ama kwenda kwa mwalimu wa kuangalia vipi naweza nikawafunza wenzangu. Soon tu na mimi nitazindua sustainable project yangu mimi maalum ambayo nitaita Chajio, ambayo itabezi zaidi kwenye mambo ya vyakula vya bahari na kuitembelea bahari, vipi kuiconserve bahari. Yote itakuwa ni katika kujifunza na kuendelea kuwafunza na kuwapatia wageni wanaokuja ule utalii endelevu ambao ndio utalii asili na utalii mzuri na ndio utalii bora ambao unabakia kwa miaka yote. Hakuna matata.